الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. الحمد لله. Baadakum hamidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani kipenzi chetu na kipenzi cha Allah Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na usieni ndugu zangu, najihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Tuko kwenye neema kubwa za Allah subhanahu wa ta'ala, baada kwamba hii ni Ijumaa ya kwanza ya kumalizika mwezi mtukufu wa Ramadhan, mwezi wa khairi, mwezi wa baraka, mwezi wa Qur'ani, mwezi wa tarawih, mwezi wa sadaqa, mwezi wa saumu, mwezi wa neema mbalimbali, mwezi wa Lailatul Qadr, mwezi ulioteremshwa Qur'ani, mwezi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasamehe watu madhambi. Ni kwenye neema kubwa sana tuloishi ndani yake, hiyo alahbabu fillah. Na la muhimu na kuzingatia ni kwamba Ramadhani kila mmoja atakubaliana na mimi ni kwamba imekwenda haraka sana, na itakayokuja itazidi kwenda haraka zaidi, itakayokuja itazidi kwenda haraka zaidi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kiyama hakitosimama mpaka zama zikurubiane. Mwaka uwe ni kama mwezi iwe ni kama wiki moja tu, wiki iwe ni kama siku moja, siku iwe ni kama masaa tu. Utaona Ijumaa tayari Ramadhani tumeanza, imeingia, imemalizika. Ya muhimu ya ahbabu fillah, ni wangapi tulikuwa hai na wao ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani kabla ya kufika? Wengine shaondoka duniani, na wengine tulianza na wao hawakumaliza. Na sisi hiyo ni hali yetu ndugu zangu, na tumeona kwamba imekimbia sana. Ya muhimu kuzingatia kwamba ni umri wetu unaokimbia sana, hivyo umri unakwenda na unakwenda haraka. Ikiwa umri ya wengine ni miaka 1000 wakiishi, wewe yako ni 50 na 60, na yende mbio hizo. Ndio rahma za Allah subhanahu wa ta'ala akatuwekea Lailatul Qadr, usiku moja khairu min alfi shahr. Utoe shilingi moja kwa mara 700, harufu moja usome kwa mara 10. Mola subhanahu wa ta'ala rahma zake ni nyingi sana, alhamdulillah. Lingine ya ahbabu fillah, walotutangulia watu wema walikuwa wakiomba kufika Ramadhani. Baada kufika Ramadhani, alhamdulillah, tumeomba tumefika, alafu tumeomba ya Allah tupe na sisi nguvu na afya tuweze kufanya mazuri, tupe taufiki, tumefika alhamdulillah. Tulowafikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala tukaweza kuyafanya jambo muhimu sana. Baada ya hapo, salafuna salih alitutangulia ni kutafuta njia za zile a'mal kutakabaliwa. Ikiwa umezifanya na hata ziwe ni nyingi kiasi gani, hazikutakabaliwa, hazina maana yoyote. Na Allah subhanahu wa ta'ala alituwekea moja kwenye malengo makubwa ya saumu ya Ramadhani, akasema la'allakum tattaqun, hakika mkifunga inapotakana mutapata taqwa Allah, ambayo ndiyo jambo muhimu ya kutakabaliwa zile ibada ulizofanya zote. Mola subhanahu wa ta'ala sema innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin, Mola hutakabbal zile ibada za wacha Mungu. Sasa ni muhimu kuangalia na wewe inshallah ta'ala umefanya bidii, ukaenda mbio inshallah ta'ala, umeingia kwenye watu ambao wanahesabika minal muttaqin al abrar. Lingine ya ahbabu fillah, salafu salih walikuwa wakiomba Mwenyezi Mungu kiasi ya miezi 6. Allahumma taqabbal minna Ramadan, miezi 6 mtu anaomba, manake ni thamani kubwa sana unayopata. Itqun minan nar inshallah ta'ala, Lailatul Qadr inshallah ta'ala, na kusameha madhambi yako yote takriban. Alhamdulillah, neema kubwa. Sasa la muhimu ni kutakabaliwa. Miezi 6 wakiugawanya mwaka mahali pawili, miezi 6 wanaiomba ile ibada walioifanya itakabaliwe, na miezi 6 itakayokuja ni Mwenyezi Mungu, Allahumma ballighna Ramadan, ewe Mola tufikishe tena hiyo Ramadhani. Ni neema kubwa sana ya Allah subhanahu wa ta'ala akakujalia. Asala ayyuhal ahbabu fillah, tumemaliza Ramadhani,
alhamdulillah, kila moja kiasi ya juhudi yake na bidii zake amekwenda mbio. Lakini kuna wengine tukishamaliza Ramadhani mambo ya kheri mengi huyafunga, sala za jamaa zifunga, Qur'ani ndiyo mwisho, sadaka tena mpaka huko, na mengine qiyamul layli, Mola amekufungulia saumu, sala, qiyamul layli, tahajjudi, sadaka. Yote haya ni kukupa training ya kuishi yale miezi 11 yatakayokuja. Si kwamba mbio zote niende nizitie juhudi yangu kwenye Ramadhani, ikishamalizika nizifunge niziweke kando. Salafu salih waliotutangulia, ayuha alahbabu fillah, wakasema bi'sal qaumi la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Watu waovu, ama ameambiwa kuna watu wanamwabudia Mola sana kwenye mwezi wa Ramadhani, ikishamalizika Ramadhani anafunga zile ibada mpaka mwakani. Akasema waovu wa watu ni watu kama hao wanauabudia mwezi Mola subhanahu wa ta'ala wa Ramadhani, wafungo mosi wa pili mpaka Ramadhani jao, Mola ni yule. Saumu baada ya Ramadhani ziko, qiyamul layli baada ya Ramadhani iko, na tahajjudi iko, adhkari ziko, sadaqa ziko, khairati zote ziko. Kule umelazimishwa kuandaliwa vizuri, kama hufungi na kuadhibu. Baada ya hapo tu anatuletea Mola subhanahu wa ta'ala saumu za siku 6, kwambia haya ni free sasa, jionyeshe, jipendekeze. Tahajjudi usiku huyo wa kwanza tayari iko, adhkari ziko, mengine Qur'ani bado ile iko. Tumeandaliwa vizuri kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhan. Tusiwe ramadhaniyun, ni watu wenye ibada ya Ramadhani peke yake. Tuwe rabbaniyun, Mola wa Ramadhani ndiyo Mola wa mfungo mosi, tumwabudu vile. Haina budi mwanadamu kwa ajili ya siku za khairi Ramadhani kufanya bidii zaidi, lakini kwamba mimi ibada zote nitazifanya Ramadhani, nikishamaliza nitafunga mpaka Ramadhani. Mola subhanahu wa ta'ala wasia mkubwa anatupa kwenye Qur'ani ambayo itatusaidia baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Anasema wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, muabudu Mola wako, mwisho wa ibada ni pale utakapomwona malakul maut. Ndiyo mwisho wa sala, mwisho wa saumu, mwisho wa Qur'ani, mwisho wa kila kitu. Lakini bado waendelea ndugu yangu, hujui umebakisha siku 10, hujui umebakisha mwezi moja, hujui ni mwaka wako wa mwisho. Hatujui, wengine huanza swala mtu hamaliziki. Tumemwona ndugu yetu ameanza swala, kwenye swala alhamdulillah Mola subhanahu wa ta'ala amemjalia kupata swala ya tarawih na kuondoka hapa duniani. Hatujui. Sasa Mola subhanahu wa ta'ala anasema wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Ametuwekea mwisho wa ibada, kiwango cha mwisho kabisa ni pale malakul mauti anapokuja akakwambia, ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya. Hapo ndipo mwisho. Lakini wewe hujui, umebakisha masiku kidogo, pengine ndio ukawa wasema na nia umeweka, mimi basi haya yote nishayaweka kando, tena Ramadhani utajua ndugu yangu utafika. Unajua pengine mwezi umebakisha kwenye umri wako, hujui Ramadhani mpaka usiku wa Idi wengine wanaondoka duniani. Tunaona kila siku tunasindikiza. Saidina Umar anasema, ewe Umar, kila siku wasikia inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, kila siku ujue na wewe yako yaja. Kullu atin qarib, kila kinachokuja cha kurubia, kila siku kinakurubia. Hasa wasia kwanza tuondoke nao ya ahbabu fillah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, muabudu Mola wako mpaka unapokuwa yeye ameridhika na wewe, umeondoka duniani umefaulu, alhamdulillah. Ndio mshukuru Mola subhanahu wa ta'ala. Lingine ya ahbabu fillah, ibada. Masahaba walikuwa wakipenda sana kujua ni ibada gani itakayonipeleka peponi, ni mambo gani mabaya yatakayompeleka motoni, ni ibada gani anayoipenda Allah subhanahu wa ta'ala. Tumsikize kipenzi chetu bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Ibada anayoipenda sana Mola subhanahu wa ta'ala ni yenye kudumu, japokuwa ile ni ndogo. Kuliko wewe usome Qur'ani sana Ramadhani, usifungue mpaka Ramadhani. Afadhali hizo juzu zako zigawanye mwaka mzima,
ilaka iwe iko na Allah subhanahu wa ta'ala. Si wasali sana tahajjudi rakaa 100 wasali ndio mwisho mpaka Ramadhani, afadhali uzigawanye ile sila baina yako wewe na Allah subhanahu wa ta'ala isikatike. Adwamuha qalilun daimun khairun min kathirin munqati. Ibada kidogo yenye kudumu kila siku ndio anaipenda zaidi Mola kuliko nyingi yenye kukatika. Sasa muhimu ni ile sila baina yetu sisi na Allah subhanahu wa ta'ala isikatike kwa kukatika Ramadhani. Ingine ya ahbabu fillah, jambo la muhimu na swala muhimu kujiuliza, je, tumetakabaliwa? Ibada tulozifanya tumetakabaliwa? Wanazioni wametuwekea alama, sema kujua kwamba umetakabaliwa ni kwamba yale mazuri uliyofundishwa yavute mazuri mengine. Ikiwa wewe tayari ukishamaliza tu umeanza kurudi kwenye maasi machafu mabaya, ni alama kwamba haya mazuri uliyofanya. Manake Mola subhanahu wa ta'ala anasema nini? Anasema inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar, sala zinakataza maovu na mabaya. Ikiwa wewe wanasema bado uko kwenye mabaya maovu, angalia bado sala yako. Hasa anasema wale tutangulia watu wema, jambo la kwanza kabisa kujua min alamati alqabul alistimraru ala taa, kuendelea ile alfajiri ya kwanza kabisa baada kwamba ni Ramadhani imeisha, alfajiri patikana msikitini. Siku hiyo ya kwanza kabisa uzipate zile sala zako za jamaa, zile sunna zikiendelea, alhamdulillah. Qur'ani isiwe imeenda na hukuifungua. Al-istimraru ala ta'ati dalilun min qubuli al-a'mal, ni kwamba wewe kutakabaliwa ni dalili yake kubwa, ni kwamba wewe mazuri yale uliyofanya kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani yavute mazuri. Ikiwa yale mazuri uliopewa ukafundishwa yakavuta mabaya, basi ni alama ndugu yangu urudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lingine ya ahbabu fillah, hakuna hatari zaidi ni Mola subhanahu wa ta'ala akakufungia milango ya moto, akakufungulia milango ya pepo, akakufungia mashetani, akakupa taufiki ya kufanya ibada zote, ukishamaliza umerudi kwenye maasi, waliyadhu billah. Ni hatari. Ni Mola subhanahu wa ta'ala, mimi nimejipendekeza kwako kwa kila njia, nimekusahilishia kila njia, hasa kuniambia sasa mimi ndio nimerudi kwenye maasi yangu, ni hatari kubwa sana. Hasa moja kwenye alamati alqabul ni kwamba na mimi alhamdulillah nimefanyikiwa nilipokuwa kabla ya Ramadhani na baada ya Ramadhani. Jiangalie kabla ya Ramadhani ilikuwa vipi na hali yangu baada ya Ramadhani, ukaiona alhamdulillah mimi sala zangu zilikuwa ni hivyo hivyo, lakini sasa alhamdulillah Qur'ani yangu ni hivyo hivyo, lakini sasa alhamdulillah mambo yangu yametengea, basi ni alama inshallah taala kwamba umetakabaliwa. Lingine, Mola subhanahu wa ta'ala kutupa wasia kwenye Qur'ani itakayokutusaidia baada ya Ramadhani ni kwamba alikuwa mwanamke mwingine Mola subhanahu wa ta'ala kwenye mji wa Maka akamtolea mfano. Kazi yake alikuwa akitunga kamba, akaitunga tunga mpaka huko siku mzima imekuwa tayari, akaifungua kama mwandazimu, huitengeneza tengeneza, ikishamalizika huifungua. Mola subhanahu wa ta'ala anasema wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha, musiwe kama yule mwanamke ambaye anakuwa amejenga, akishamaliza anaanza kuporomosha mwenyewe. Na wewe umejenga, una Lailatul Qadri inshallah taala, inshallah umeacha huri na moto, una Qur'ani, una khairati, una zote hizo, usianze kuziporomosha. Sasa kuziporomosha Ramadhani ikishamalizika tu. Na moja jambo la muhimu sana ni kwamba maadui Ramadhani kushafungiwa, shetani ashafunguliwa, na jambo lake sana hamu kubwa ni kuporomosha yale uliyoyapata. Hasa ni muhimu ya ahbabu fillah, Mola wasia natupa, musiwe kama yule aliyokuwa akijenga, akishamaliza anaanza kuporomosha. Ndugu yangu, ikiwa ni mambo ya dunia, lau wewe mtu akakupa kilo moja ya dhahabu ama $100,000, wallahi uziweki juu ya meza nyumbani ukaja msikitini,
huziweki kwenye sitting room ukaingia msikitini, unazificha, unazihifadhi, unaziweka vizuri na kila kitu. Na wewe umepewa Lailatul Qadr, mmepewa insha Allah taala itqun minan nar, umesamehewa madhambi yako. Yahifadhi, yaangalie vizuri, usianze kuyaharibu mwenyewe. Hayo ndio ufunguo wako wa peponi. Usije ukawa unaharibu kila kitu, kesho kuta mara umeondoka duniani, bado mwezi moja tu. Mimi nakwambia, pengine mimi niko kwamba mwezi huyu kuna watu wataondoka hapa duniani. Sasa kuna mazuri aliyofanya, ikiwa ameyahifadhi alhamdulillah mapema, lakini ikiwa amefanya hayo mazuri, Ramadhani imemalizika tu akarudi kwenye maasi yake, akapata suul khatima, aliyadhu billah, amejiharibia dunia yake na akhira yake. Sasa muhimu, wasia mkubwa ya ahbabu fillah ni kwamba tusiporomoshe tulioyajenga kwa tabu na shida, njaa, wakaa njaa masaa yote, uwe insha Allah chakula chako cha peponi. Wakana kiu masaa yote, jua kali, iwe insha Allah taala utanyeshwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakaa mchana, waharamishiwa mke wako kulala naye, iwe insha Allah unapata hura al-ain peponi. Lakini tusiporomoshe mazuri na mema aliyojipendekeza Mola akatupa, tusiwe wenye kuyaharibu. Lingine ya ahbabu fillah ni Qur'ani. Qur'ani kweli imeteremshwa kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani, kweli ina thawabu nyingi sana kuisoma kwenye Ramadhani, lakini kuna jambo linaambiwa muhasabatu nafs, review, mtu kujiangalia. Unaona kwenye maskuli watoto tukapeleka mashule, kila baada muda anahesabiwa, anawekwa mtihani, kila baada muda anaangaliwa, kweli ameingia haya mambo tunamsomesha, kweli ameyajua na kila kitu. Na sisi tuwe muhasabatu nafs, tujiangalie mara kwa mara waliotutangulia, tukitaka kuwajua waliofanya mema na mazuri waliofanya, kama alimamu Shafi'i rahmatullahi alayhi, alimamu al-A'dam, imamu Abu Hanifa, kila siku wakimaliza Qur'ani mara 2, kila siku wakimaliza mwisho wa Ramadhani wamemaliza mara 60. Suala na review utakayokujiuliza wewe, mimi Ramadhani nimemaliza mara ngapi, na baada ya Ramadhani nitaendelea kiwango gani, ama ndiyo mwisho? Muhimu sana. Qur'ani imeteremsha na uzuri kuisoma baada ya Ramadhani pia kuendelea. Macho yakiangalia Qur'ani ni nuru, masikio yakisikiza ni nuru, nyumba ikiingia Qur'ani ni nuru. Maisha yote mtu mwenye Qur'ani ni nuru duniani na akhira. Hasa tusiingie kwenye wale ambao Mola subhanahu wa ta'ala amesema kwamba mtume atakuwa amemlalamikia Mola, waqala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura, ewe Mola wangu, hawa wengine kwenye umati wangu wamekuwa wameigura kabisa, wameigura ile Qur'ani. Tusiingie kwenye watu ambayo wanaigura Qur'ani baada mwezi mtukufu wa Ramadhan. Ayuha alahbabu fillah, moja kwenye ibada tukufu anayoipenda Allah subhanahu wa ta'ala na ametuwekea zawadi kubwa sana kwenye mwezi wa Ramadhani, tukifanya ibada ile anatusamehe madhambi yetu. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, mwenye kusimama qiyamul layl kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani imanan wa ihtisaban, ameamini Mola wake na ujira wake anaongojea tu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, nasamehewa madhambi yake yalokwenda. Sasa muhimu, qiyamul layl ni moja kwenye swala tukufu baada hizi swala tano anazozipenda Mola subhanahu wa ta'ala. Ndio Sayyidina Jibril alipokuja kumpa wasia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akamwambia wa'lam anna sharafa almu'min qiyamuhu bil-layl, sharaf, utukufu wa mu'min, kujulikana kwamba una utukufu mbele za Allah subhanahu wa ta'ala ni kwamba wewe usiku watu walipochagua kulala na starehe zao na kila kitu, unaamka kumwabudu Mola wako. Wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Daraja kubwa sana wenye kusali sala za usiku. Tarawih imetufundisha, tahajjud imetufundisha baada ya Ramadhani. Ndugu zangu, japokuwa ni rakaa 2 usiku, japokuwa sunna aloisisitiza Mtume sallallahu alaihi wasallam
usilale kabla kuwa umeswali witri, ama kama umelala fanya swala yako ya mwisho ni witri. Anapenda Mola, inna Allaha witrun yuhibbul witr, Mola anapenda. Sasa ni muhimu tuhakikishe na sisi, japokuwa hata kama ni rakaa mbili, ya ahbabu fillah, wala tutangulia kama Zainul Abidin ambia kila usiku alikuwa akiswali rakaa 100. Sasa sisi hata kama ni mbili tu, tusikate ule uhusiano baina yetu sisi na Allah subhanahu wa ta'ala. Lingine ya ahbabu fillah, wasia muhimu Mola subhanahu wa ta'ala kututahadharisha kwenye Qur'ani, kutuambia baada ya Ramadhani ni kwamba ya ayyuhalladhina amanu, tunaponadiwa hivi kwamba enyi watu mulomwamini Allah. Sayyidina Abdullah ibn Abbas anasema tega sikio lako, Mola mambo mawili, ama yuko kataza ama yuko amrisha. Sasa anatuambia nini Mola subhanahu wa ta'ala? Ya ayyuhalladhina amanu la tattabi'u khutuwati shaitan, musije enyi watu mulomwamini Allah subhanahu wa ta'ala, musije kuingia na kuanguka kwenye mitego ya shetani. Shetani akishamaliza tu Ramadhani, pole pole atakuanza, hakwendi moja kwa moja wewe acha sala uwe tariku sala, haendi hivyo. Umechoka, utasali tena sunna pole pole. Alhamdulillah, umesali tu juzi matarawehe matahajudi, leo umechoka, mwezi huyu tu kidogo pumzika kidogo hivi. Jamaa, wewe waweza kusali nyumbani, wasalishe watoto wako, pia hiyo utakabaliwa. Pia pole pole atakwenda na wewe mpaka kuharibia yale mambo. Mola subhanahu wa ta'ala, wasia mkubwa utakaokusaidia baada ya Ramadhani, la tattabi'u khutuwati shaitan, mizi mitego ya shetani alotuwekea kutuharibia mema yetu, tusije kuyangukia ndani yake. Waman yattabi' khutuwati shaitan fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar, mwenye kufuata hizi nyayo za shetani, mipango alokupangia ukaenda nayo pole 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 pole, utajipata sala za jamaa moja moja, na anaanza tuna ile ya muhimu sana ya alfajiri. Umechoka, bado dakika kidogo, bado dakika 5 tu snooze, utafanya masnooze, utajiona sala alfajiri imekwenda pole pole. Utajiona sala za jamaa zimeenda pole pole, utaziona sunna zile zimeenda, utajiona pole pole, mpaka ndugu yangu utajipata hali utapata suul khatima kwingine, na ni hatari. Mola subhanahu wa ta'ala, wasia mkubwa kwenye Qur'ani utakaokusaidia baada ya Ramadhani ni kwamba inna shaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa, kuna adui mkubwa tulozuiwa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sasa amefunguliwa na ameemploy force kubwa sana, mpaka wewe ukilala hapumziki, yuko tayari kukuharibia. Manake ameahidiwa na Mola kwamba ataenda motoni, na yeye akamwahidi Mola, siendi peke yangu, hawa watoto wa Adam nitawachota nitakaweza. Hasa ndugu yangu ujue, inna shaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa, umchukulie kwamba simchukulie kama ni rafiki. Akikupa wasia fulani, akikupa hivi na hivi, nafsi yatamani kufanya mambo ambayo yanridhisha Allah, sema tu a'udhu billahi minash shaitani rajim, shika njia ya khairi. Ayuha alahbabu fillah, wasia mwingine kwenye Qur'ani takayokutusaidia baada ya Ramadhani ni kwamba Mola subhanahu wa ta'ala, moja kwenye mambo muhimu ni kwamba ukimshukuru Mola subhanahu wa ta'ala ukuzidishia. Wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum, mkinishukuru nitazidi kuwapa. Kumshukuru Mola subhanahu wa ta'ala ni kwamba yule alokupa kheri zote baada ya Ramadhani, si kwamba Mola subhanahu wa ta'ala sasa mimi nimeshaandama njia ya shetani. Sasa ni muhimu macho haya vile tumeyahifadhi kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani, kumshukuru Mola subhanahu wa ta'ala ni kuyatumia kwa njia itakayomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Masikio haya vile vile, miguu yetu vile vile, neema alotupa Allah subhanahu wa ta'ala kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani, kumshukuru zile neema ni kuendelea na zile khairi, na kukufuru zile neema ni kwamba wewe kuziweka kando zote yale mazuri, ukaingia sasa mitaani, ukarudi kwenye mambo ambayo hayamridhishi Allah subhanahu wa ta'ala. Mimi na wewe ndugu yangu, wallahi na hapa kwa jina la Mwenyezi Mungu, niko ndani ya msikiti na hakuna ana hakika hapa leo alasiri atasali, hakuna.
Na kama ni kweli, inua mkono wako, una hakika utakuwa hai mpaka alasiri tu leo. Hata hiyo huna, hata alasiri ndugu yangu. Mimi sina hakika hata nitamaliza khutba, sijui hata lisali moja hakuna na hakika nalo. Ya nini tushike njia ambazo hazimridhishi Allah? Ya nini na sisi tunazua mwisho wa zawadi kuna husnul khatima, kuna nasuul khatima? Wangapi wamepatikana wako kwenye Qur'ani wanasoma? Wangapi wamepatikana wako kwenye saumu wanamfungia Mola Subhanahu wa Ta'ala? Wangapi wamepatikana kwenye sala wakati wao wa mwisho? Na wangapi wamepatikana wanazini? Wangapi wanapatikana na miraa ndani ya mdomo wake amekufa hali hiyo? Wangapi wamepatikana wamelewa hakupata kuleta tauba na akafa hali hiyo? Ayu alahbabu fillah, la muhimu kumshukuru Mola Subhanahu wa Ta'ala ni kwamba kushika sasa njia ya khair. Ewe Mola wangu, umeniwafikia ukanifungulia njia zote za khairi, ukanifungulia, ukanisaidia, ukanipa nguvu na afya, umenifikisha wengine amekufa. Ewe Mola wangu, mimi nitaendelea kwa njia ya kukuridhisha wewe. Na ashukuru miftahul mazid. Kumshukuru Mola si kwamba kusema alhamdulillah ni moja. Anasema kwa ulimi sema alhamdulillah, kwa moyo mshukuru, umpende alokufikia mazuri yote, na mwili mzima aljawarih iwe inamshukuru Mola kwa kutumia kwa njia ya kumridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lingine ya ahbabu fillah, baada mwezi mtukufu wa Ramadhani, jambo muhimu sana, Nabiyullah Ibrahim na Nabiyullah Ismail, Mola Subhanahu wa Ta'ala amewaamrisha kwenda kujenga al-Kaaba, jambo tukufu sana, ataabudiwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ila qiyam saa inshallah Ta'ala. Lakini baada kwamba wamefanya, baada kwamba wao ni mitumi, baada wamejua ni kazi tukufu, hawakutosheka, wakaomba Allah Subhanahu wa Ta'ala kuwatakabali ile amal. Akasema wa idh yarfa'u Ibrahimu alqawa'ida min albayti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Baada kwamba amejenga, ameyafanya, hawakutosheka ndugu zangu, na wewe usitosheke. Ibada ina utamu, ina khairi, ina mafanikio ikitakabaliwa. Na ujue kuna wengine wanatakabaliwa, wengine hatakabaliwi ndugu zangu. Ikiwa wewe ni mtu tariku salat, ikiwa wewe ni dhalim, ikiwa wewe ni aqul liwalidayka, utaziona wapi lailatul qadri, khairati mazuri? Umekata kizazi chako Mola, wala haramu wafanya yote. Kuna wengine ndugu zangu wale kwenda mbio hawatotakabaliwa, na kuna wengine walioenda mbio wakafanya kila mbinu, kila njia za khairi anazotaka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ulaika yudha'ifu Allahu lahum, Mwenyezi Mungu huwapa na malipo ni makubwa sana. Sasa jambo la muhimu, mara kwa mara walotutangulia salafuna salih walikuwa mara kwa mara wakiomba Mola Subhanahu wa Ta'ala, rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, ewe Mola tutakabbal. Lingine ya ahbabu fillah ni athabat. Mola Subhanahu wa Ta'ala akupe thabat, kuendelea kwenye njia ya khairi, akupe istiqama, isiwe mwenye kugeuka. Unaambiwa istiqama ni kama jabali, jua yuko pale pale, liko pale pale, nini mvua liko pale pale, upepo mkali liko pale pale, na wewe ni hivyo hivyo. Ni Ramadhani ibada vile vile, ni mfungo mosi ibada vile vile, ni mgonjwa, niko kwenye safari, niko mjini, mimi naendelea. Insha Allah Ta'ala ya ahbabu fillah, kwenye dua za kuomba mara kwa mara tuendelee kuziomba. Mwanzo kabisa ni rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Fanya wingi wa hili dua mara kwa mara kwenye sala zako, kwenye kila ibada. Dua ambayo akiomba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kupata thabat ni Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dini, Allahumma ya musarrifal qulubi sarrif qalbi ala ta'atik. Ewe Mola mwenye kuzigeuza hizi nyoyo, ya Allah ihifadhi moyo wangu uwe unaendelea kwenye njia ya khairi. Wasia wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, dua ya kuomba Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Endelea kuomba kila baada ya sala, endelea, ewe Mola nisaidie na mimi. Si sahali kuja alfajiri, si sahali kufunga Jumatatu na Alhamisi, si sahali saumu zimemalizika tu Ramadhani umesumbuka. Kuna saumu za siku 6 na bado ziko, si siku 6 tu, leo ama jana ilikuwa ni mwisho ama leo ni mwisho, ziko ni mwezi mzima huyu. Na Mola Subhanahu wa Ta'ala anakuambia funga siku 6 nitakupa thawabu za miezi miwili, siku 60.
Wanaziona nasema mwenye kufunga mwezi wa Ramadhani hizo siku 30 akaziongeza hii sita 36, Mola subhanahu wa ta'ala atakupigania na 10. Alhasanatu bi'ashri amthaliha, 360 days. Hizi siku sita ndugu yangu ni kama miezi miwili ya Ramadhani. Sasa siku sita kidogo, amali kidogo, lakini hatuko tayari. Alhamdulillah kama Ramadhani imekwenda, alhamdulillah kama nimemaliza. Watu wakiomba miezi sita, ewe Mola nifikishe. Huna hakika Ramadhani itakayokuja itakuja wewe huko ama huko? Ndugu yangu, tutakuweko watuweko. Allah subhanahu wa ta'ala ndio anajua. Baada ya masiku kidogo, kuna saumu hazikumalizika na Ramadhani. Kuna ayyamul bidh tarehe 13, 14, 15. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mwenye kuzifunga mwaka mzima, siku hizo 36 kwa mwaka mzima, kila mwezi siku 3, miezi 10 ni siku 30 na miezi miwili ni siku 6, 36 times 10 unapewa thawabu 360 days. Unapata kwamba thawabu mwaka mzima umefunga wewe. Ni neema kubwa. Pengine kukinadiwa kule siku ya Kiyama, wako wapi wenye kuwa akifunga mwaka mzima bila kupumzika? Waje wachukue zawadi zao. Ndugu yangu, utaziangalia utaona, na mimi ningeweza kufunga hizo siku sita za Ramadhani, nikawa na mimi nimekamilisha mwezi wangu. Alhamdulillah, si baada kwamba siku sita ni baada ya Ramadhani tu peke yake, ni mwezi mzima wa Shawwal unaweza kuendelea, na ni moja min alamati alqabul kwamba waendelea kufanya mambo ya khairi. Na dua nyingine ya ahbabu fillah ni kwamba rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, ewe Mola, baada kwamba umeniongoza nimeshika mambo ya khairi, Qur'ani, sala za jamaa, khairati, tahajjud na nini, ya Allah usitoe moyo wangu ukaupeleka ikaenda njia ambayo huridhiki Allah subhanahu wa ta'ala, niache niendelee kwenye njia ya khairi. Nyingine ya ahbabu fillah, jambo la kukusaidia sana sana kabisa baada mwezi mtukufu wa Ramadhani ni as-suhbatu salihah, rafiki mwema. Rafiki mwema atakuvuta akupeleke kwenye njia za khairi, atakukumbusha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ukapata rafiki ni mwovu, ndugu yangu, wewe bana, wewe ni kama malaika bana, wewe swala zote tahajjud ulikuwa ukosekani, twende maskani kidogo tukapumzike, umechoka wewe ni mtu wa peponi, wewe ni hivi na hivi. Na watu wema wanamvuta mtu kwenye njia za khairi. Ndio tunaambiwa kwenye mambo, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwenye mambo ya dunia muangalie yule wa chini, utamshukuru Allah. Sema mimi angalia maskini, kigari changu ni hichi, kuna mwenzako ana baiskeli, utamshukuru Allah. Sema alhamdulillah, mimi hata nikinyeshewa at least niko kwenye sawa. Mwenye baskeli amwangalie yule mwenye kutembea na miguu, atamshukuru Allah, mimi at least na kibaskeli changu chanipeleka haraka. Na mwenye miguu amwangalie yule wa chini, kuna mwenzako yatambaa hawezi. Hata yule mwenye kutambaa yuko kwenye neema kubwa, kuna mwenzake yuko kitandani. Hata mwenye mgonjwa anajiona una maradhi uko hospitali, kuna mwenzako yuko kwenye koma miaka 5, hajui ni mchana wala usiku, hajui ni Ramadhani wala si Ramadhani. Tutamshukuru Allah. Lakini kwenye mambo ya akhira, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema muangalie yule wa juu. Tumwangalie kwenye yule wa juu, kama Imam Shafi'i akimaliza Qur'ani mara 60 kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sisi kuna wengine tutamaliza mwaka mzima ama umri wetu mzima. Mimi alhamdulillah nasoma juzu yangu moja kila siku, alhamdulillah. Ramadhani kisha utamaliza moja. Umri wako ukapata miaka 60 na 60, yeye mwaka moja wake ni 60. Sasa ndio nikisema huko akhira tunapokwenda kuna matajiri, kuna na maskini pia, na ni ibada ndizo zinamfanya huyu ni tajiri na huyu ni maskini. Hatutokuwa sawa sawa. Itakuwaje mtu usiku mzima akae macho anamaliza Qur'ani mzima, wewe lala, wewe tamkini, wewe ushalala kila kitu, tukienda kule tuwe sawa sawa? Hatuwezi. Sasa ya ahbabu fillah, mambo ya muhimu ni Ramadhani imemalizika. Na mara nyingi husema kwamba Ramadhani imemalizika. Haikumalizika. Ramadhani mwaka ujao itakuja, lakini wewe na mimi ndio humalizika. Ramadhani ikija tutakuweko, hatuweko. Ramadhani itakuja mwakani, mwaka ujao itakuweko, lakini mimi na wewe ndio humalizika. Ramadhani ikija takuwa wewe tayari huko. Umri wako mzima wewe una Ramadhani kadhaa, ujue kabisa umri wako mzima wewe ukija duniani umepewa una Ramadhani kadhaa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na 9, amezipata 9 Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wewe kila mmoja ikishaenda umeshapunguza. Pengine kama ulikuwa na 10 zibaki 9,
Kama ulikuwa umbakisha ni moja tu, hii ya mwisho, pengine listi imetoka Ramadhani, wewe utakuwa huko hapa duniani. Hasa ni muhimu, wa'bud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin. Tushike hiyo kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala mpaka tukiondoka tupate radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, tuwe tumefanyikiwa hapa duniani na akhira, na tuendelee na hizi dua na ibada tukufu anayopenda Allah subhanahu wa ta'ala, tuendelee nayo mara kwa mara. Baada ya Ramadhani ni dhikrullah, ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila. Tuwe tunamtaja Allah subhanahu wa ta'ala mara kwa mara, na akasema wadhakirina Allaha kathiran wadhakirati a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran adhima. Mola amekuandalia msamaha mkubwa sana na amekuandalia malipo makubwa sana ambayo ni ridha Allah, ni pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala tufanye min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahum. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala wenye shida, wenye matatizo, wenye maradhi, Allah subhanahu wa ta'ala tuondolee inshallah ta'ala, na Mola subhanahu wa ta'ala tupe thabati baada ya Ramadhani, atuhifadhi na shetani inshallah ta'ala. Mola subhanahu wa ta'ala tupe fi dunya hasana wa fil akhirati hasana, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.